السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بتوفيق الله تبارك وتعالى وقدرته ومشيئته tunaendelea na darasa yetu ya kitabu cha Sunan an-Nasa'i, tukiwa tupo katika hadithi nambari 2. Leo tupo katika hadithi nambari 2 katika kitabu cha Sunan an-Nasa'i, na bila shaka tulishatoa mwongozo. Kwa hiyo ni hadithi nambari 1 ambayo tayari tulishasoma habari yake na tulimalizana nayo katika darasa ambayo imepita, na sasa tunaingia katika hadithi nambari 2 ambayo insha Allah hadithi yetu hiyo tutaianza katika tarjama ya Ishaq ibn Ibrahim almaruf kama Ishaq ibn Rahoya. Kwa hiyo katika bila shaka katika darasa yetu ambayo ilipita tulizungumza sehemu katika matni na tukatoa sehemu katika uchambuzi juu ya fadhail na nidhamu iliyowekwa kisheria pale mtu anapoamka kutoka usingizini, na tukasema kuwa darasa ijayo tutaanza na mlango wa masala yanayofungamana na asiwak, swala zima la kupiga mswaki, na bila shaka tukaelezea tutaona jinsi ya mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kile ambacho kiashiria katika jambo hilo, na ile fadhila ambayo ipo sisi tusiyoifahamu kwenye jambo zima la mswaki vile vile. Lakini nukta ya kwanza ni kuanza katika tarjama ya mwanazuoni ambaye bila shaka anaitwa Ishaq ibn Ibrahim katika hadithi nambari 2, ambaye huyu ni miongoni mwa ahlul ilmi al-kibar. Allah tabaraka wa taala kawapa kabul na habari zake, bila shaka tutaziona katika makala, na hapa tutaanza kusoma katika tabaka kiufupi tuweze kumfahamu nani Ibrahim na ahlul ilmi kwa ufupi katika tabaka yake wamemwandika vipi. Huyu ni Ishaq ibn Rahawayhi au Ishaq ibn Rahoya, sawa. Kunia yake anaitwa Abu Yaqub na nisba yake ni al-Hamdali at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi. Ashhuratu mashhuri wake Ishaq ibn Rahawayhi au Rahoya. Tabaka yake bila shaka namba 10, na tulishapita kwa tabaka namba 10 ni tabaka yake na Imam Qutaybah ibn Sa'id, Mahmud ibn Ghailan, Muhammad ibn Bashar, Abu Bakar ibn Abi Shaybah, na wengi katika maulama wale ambao wamesifikana katika wakati wao kutanua sehemu kubwa katika elimu. Yani ukitaka kusema kuna matni la sharhe, matni ni kile kilichoandikwa kwa ufupi kikakusanya misingi katika jambo fulani, halafu sharhe ni kile kilichokuja kufafanua kile kilichokusanywa kwa ufupi. Kwa hiyo ukitaka ujue tofauti ya wanawavyuoni waliotangulia kabla ya wakati wa atba'u at-tabi'in mpaka atba'u at-tabi'in,
bimaana masahaba pamoja na matabiina ni kama matni, yani wao walikusanya zile usuli za kielimu, halafu atba'u at-tabi'ina na atba'u at-tabi'in wao wamechukua nafasi kama kusherehesha, yani wao ni kama sharhe. Kwa hiyo masahaba pamoja na wale matabiina ni kama matni, halafu atba'u at-tabi'ina na atba'u at-tabi'in ni kama sharhe. Halafu waliokuja baada ya nyakati zile tatu bora kuanzia ahlul ilmi ambao walikuwa mpaka takriban mwaka 800-900 mpaka leo, wao ni kama ta'liq. Sisi sote ni kama ta'liq, kwa sababu hawezi atba'u at-tabi'in na atba'u at-tabi'in kuja na kitu ambacho hakikupita kwa matabiina na masahaba. Haiwezekani, ni impossible. Bimaana sasa masahaba ni kama matni, sawa na kusema mtu hawezi kusherehesha kitu ambacho hakipo katika kitabu. Kwa hiyo atba'u tabi'in na atba'u tabi'in hawezi kuja na kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo sasa wao watachukua kutoka kwa nani? Kutoka kwa wale waliokuwa ni matabiina na wale waliokuwa ni masahaba. Na kwa nini matabiina na masahaba tu waweke katika mazingira kuwa wao ni kama matni? Kwa sababu walishirikiana baadhi ya matabiina wakubwa na masahaba wadogo kuchukua ilmu kutoka kwa masahaba wakubwa, kana kwamba silsila ya kufundishwa walifundishwa kwa pamoja. Na ndiyo maana kina Abu al-Aliya na wengine kina Masruq na wengine kina wako wengi, kina Alqama ibn Qasr al-Laythi, walikuwa ni watu wazima wakubwa. Na ndiyo maana baadhi yao walikuwa wakisema kuwa kama mfano Alqama alikuwa ni masahaba, Masruq ni katika mukhadaramun, kina Asna bihi wale ambao walitaka kufika kwa mtume akafariki kabla ya wao kufika, na maana ni mukhadaramun wakubwa wale. Kwa hiyo hili kundi ni kundi ambalo bila shaka yani manake lilikuwa lina ushirika mkubwa sana, ila wale waliokuwa katika matabiina wadogo bila shaka tabaka kina Ibn Jurayj, Abu Hanifa na wengine hawanaingia katika kundi lile la sharhe. Bimaana wao sasa walilazimika kusherehesha kile walichokichukua kutoka kwa watu wa juu. Lakini kila Al-Hasan al-Basri, kina Ibn Sirin na wengine wameweka usuli za kielimu. Kwa hiyo sharhe inatofautiana na matni inatofautiana. Masahaba tukifanya kama ni matni, bimaana kama ni source, power yao na nguvu yao tofauti na source ile ambayo ni matabiin. Kwa hiyo waliokuja atba'u tabiin na atba'u tabiin wao ni sharhe ya asalib zilizowekwa na matabiin katika upande wa misingi ile ya kuichunga elimu, lakini wao ni sharhe ya misingi ile iliyowekwa na masahaba na kile kilichopokelewa na masahaba. Kwa hiyo wakati huo matabiina wao uslubi yao ya kunakili kitu kutoka kwa masahaba tofauti kabisa na uslubi ya atba'u at-tabi'in, tofauti kabisa kweli. Nadhani ambaye kapata kuonja hali zilivyokuwa atajua. Na kuna utofauti kati ya atba'u at-tabi'in na matabiina, kuna utofauti mpaka katika asalibi za uzungumzaji. Namna walivyokuwa vile kina Al-Hasan al-Basri wakipewa heshima, wakibi respected, na wale ambao ni atba'u tabi'in kuna tofauti. Kwa hiyo tunapozungumzia wanazuoni wale ambao ni tabaka ya kina Imam Malik kujia chini, tunazungumzia watu ambao wao ni kama sharhe. Ukiambwa kama sharhe bimaana wao ni kama mawsu'a, sijui kama inaitwa encyclopedia au kitu gani shesa, lakini kama mawsu'a bimaana wao yani wamekuja kutoa uchambuzi katika mambo mapana sana ya kielimu, usul zile za kimadhhab, za kiaqida, za nini zote ni wakati wao, kuanzia Imam Malik kujia huko mpaka kwa Imam An-Nasai karne 3 bora mwishoni. Hawa ndio walikuwa ni sharhe ya kile kilichowekwa katika misingi ya ilmu ya hadithi. Lam yakunu yasaluna 'anil isnad falamma waqa'at fitna qalu sammu lana rijalakum, na kile kilichowekwa na masahaba mfano kina Ibn Mas'ud walipokuweko katika mji wa Kufa na miji mingine, wakawauliza watu, ima nyinyi mpo katika huda au muftatihu bab ad-dalala? Kwa nini mfanye mambo ya kibid'a, mchukue
vijiwe muhesabu. Kwa hiyo kuna mambo yamewekwa katika mambo ya kiusuli masahaba na matabi'in, kwa hiyo waliokuja. Sasa ndio maana unaposoma historia, ukimsoma mtu kama Ishaq ambaye alikuwa tabaka ya mwanzo ya atba'u at-tabi'in, mtu kama Ishaq, unajua ukisoma mtu kama Ishaq tofauti na kumsoma mtu mwingine, kwa sababu Ishaq alikuwa ni bendera kwa watu wa Khurasan, pande za Naisabur. Yeye alikuwa ni bendera watu wa Khurasani huko. Khurasan bimaana ni Naisabur, bimaana ni Bukhara, bimaana ni Tirmidha, bimaana ni kadha. Yeye alikuwa ni bendera ya juu katika upande wa ilmu, alikuwa ni bendera ya juu, yani alikuwa ni katika wale icon, yani watu ambao kama sasa hivi kusema katika watu wa sunna sana Al-Fawzan kwa sasa hivi, au Albani katika wakati wetu, au Ibn Uthaymeen au Ibn Baz au wengine katika maulama wakubwa wa sunna. Kwa hiyo jamii na umma na dunia ilikuwa inamtegemea Ishaq. Kwa hiyo lazima tutoe muongozo, na kumbuka kuwa tulichokizungumza leo ni tofauti na maelezo mengine, na tunapowasoma hawa wanaozuoni kuanzia tabi'ina kuja chini huku, lazima tuwajue wao position yao ni ipi. Unajua tukishajua position yao ni ipi, tutaweza kufahamu vizuri maneno ya wanaovioni wanapowazungumza wao. Bali pia tutaona Ishaq alihifadhi ahadithi ngapi na alisimulia hadithi ngapi, na je ahlul ilmi walimzungumza lau kama Ishaq angalikuwa katika wakati mfano wa matabi'ina, wangalimtambua vipi? Maana yake wao sasa, kwa nini iwe kina al-A'mash waonekane ni watu wakubwa sana, lakini ukiangalia hadithi zao ni 600, 300, 200? Hili haujajiuliza. Yani tunaposoma tarjama ya mmoja katika matabi'in, utamkuta ana hadithi hata hazifiki hadithi 500, baadhi ya wakati hata hadithi 1000 hazifiki, lakini ana heshima kubwa kweli. Lakini huku unakuja kumkuta mtu kama Waki', kama Ishaq, kama wengine wana maelfu ya hadithi, halafu wale wanaonekana watukufu. Ila kwa nini hawapewi hadhi kuliko kina Amash ambao hadithi zao hazijafika 1000? Ni lazima ujiulize, kwa sababu kina Amash wao ndo usuli iliyotengeneza hawa waliokuja baadaye. Hao ni kama sharhu. Kwa hiyo wewe unapochukua kitabu mfano cha Jami'ul Ulumi wal Hikami, kwa mfano Jami'ul Ulumi wal Hikami, nakumbuka haya kitabu hicho au kitabu chochote cha sharh, mfano Taysiru al-Illam, sharh Umdatu al-Ahkam. Kuna Umdatu al-Ahkam ni matni, halafu kuna Taysiru al-Illam. Taysiru al-Illam ni sharh ya Umdatu al-Ahkam. Wewe utakapotaka kuelezea kuhusiana na kitabu cha Taysiru al-Illam, haiwezekani kwamba uelezee tu mtunzi wa kitabu cha Taysiru al-Illam bila ya kumuelezea mtunzi wa kitabu cha Umdatul Ahkam. Na utakapotoa mwongozo utakempa hadhi kubwa ni yule ambaye ana kitabu cha Umdatul Ahkam, kisha ndo uje kwa yule aliyokuwa na kitabu cha Taysiru al-Illam. Ingawa kitabu kile ni compound au ni kitabu ambacho kimeunganishwa, kuna Umda halafu kuna sharhu ya Umda ambayo imeitwa Taysir. Kwa hiyo sasa nini kinatokezea? Ni kwamba unapomuelezea tabi'i au sahaba, maelezo yako yanakita katika kuelezea kama mtu ambaye ni usuli, halafu unapomuelezea aliyokuja baadaye unamuelezea kama mtu ambaye kaja ni ufafanuzi wa ile usuli. Kwa hiyo sisi tunapozungumza hawa lazima tuelewe kina Ishaq na kina Imamu Ahmadi wao ni yakina nani bila ya matabi'in. Na baadhi ya wakati unaweza kukuta pengine Ahmadi akaambiwa ni bora kuliko Amash kwa mfano, lakini hizi ibara uzielewe vizuri mbele ya maulama zina maana gani, yani uelewe vizuri yani. Au utambue Ahmad alikuwa na hifdhi kuliko matabi'ina fulani na fulani na fulani, lazima uelewe vizuri. Jaribu kufuatilia mafuqaha 7 wa mji wa Madina, kina Ibn Musayyab na wengine waliokuwa kule, halafu jaribu kufuatilia wingi wa riwaya walizozipokea, wanafanana na Bukhari, hawafanani na Bukhari. Bukhari kapokea kitu kingi katika sunan kuliko wao, lakini kwa nini wao wana hadhi kubwa? Na ndo usuli na ndo michirizi, wale ndo chemchemi ya fiqh kuja mpaka kwa kina Bukhari.
Waonaje ukimzungumza Imam Ibn Taymiyyah ambaye kasoma zaidi ya tafsiri 100 na jitihada kubwa alizokuwa nazo? Hivi unaweza kusema Ibn Taymiyyah ni sawa na Bukhari, yani ukamtanguliza Ibn Taymiyyah kuliko Bukhari? Elimu inakataa hivyo, lazima Bukhari awe mbele kuliko Ibn Taymiyyah. Lakini leo kama tutaangalia jitihada katika munakashati, kuandika mambo ya qaidi na vitu mbalimbali, tutamwona Ibn Taymiyyah wanafunzi wake ni kina Imam Adh-Dhahabi, kina Ibn al-Qayyim al-Jawzi, kina Ibn Kathir, ndio wanafunzi wa Ibn Taymiyyah hao, na wengine katika wanafunzi waliokuwa nao. Yani wanafunzi wenyewe ni maulama wakubwa, lakini huwezi kusema kuwa Ibn Kathir ni bora kuliko Bukhari. Lakini waiangalia tafsiri ya Ibn Kathir ilivyo, maana yake ni kitu ambacho. Lakini kwa nini usitangulize ukamtanguliza Ibn Kathir zidi ya Bukhari? Kwa sababu Ibn Kathir yeye mwenyewe ni sharhu ya Bukhari. Bukhari ndo asli, Ibn Kathir ni sharhi. Kwa maana ndani ya Ibn Kathir mwenyewe utamkuta yana naqili tu kutoka kwa Bukhari, ana naqili bi maana kana kwamba Bukhari ndo kamtengeneza yule Ibn Kathir. Kwa hiyo lazima sisi tuweze kuelewa zile hatua na daraja za mambo ya kitaaluma, halafu tukishaelewa ndo tutajua. Kama alivyosema Aisha radhiallahu anha, umirna an nanzila an-nasa manasilahu. Leo anakuja mtu kahifadhi kila kitu. Abu Awan hakuwa kahifadhi, ni katika watu walioishi na Imam Malik, bila shaka tushasoma habari yake, nakumbuka hivyo. Alikuwa tabaka namba 7. Lakini sasa yeye hakuwa kahifadhi hadithi, kuandika alikuwa hajui, alikuwa anaandikiwa. Kwa wakati wetu huu utamkuta mtoto na miaka 15 kahifadhi vitabu vyote vya hadithi, anajua kuandika, anajua kusoma, kahifadhi Qur'an. Hivi wewe utamtanguliza huyu kuliko Abu Awan? Ndio maana sisi tunatakiwa kufahamu hizi daraja na tabaka na hikma na busara na jinsi ahlul ilmu wanavyoelezea hizi tabakati na hizi. Kwa hiyo tunatoa huu mwongozo, kwa sababu mwongozo huu ndio ambao unaweza kumtengeneza mtu kuelewa vizuri kile kinachoitwa sunna na kile kinachoitwa ilmu ar-rijal na kile kinachoitwa manahij za da'wa na kuwapa hadhi ahlul ilmi na mambo mbalimbali. Kwa hiyo sisi bila shaka Allah atuhifadhi, barakallahu fikum, tunajaribu kutoa maelezo kuwa tabaka namba 10 ni tabaka kina Imam Ahmad. Lakini leo tumetoa maelezo muhimu ili mtu aweze kuyaelewa yale maelezo yako vipi. Na siku akiamua mimi sitaki kusoma vitabu vilivyoandikwa na watu wa karne 3 bora, mimi nataka nisome vitabu vilivyoandikwa na maulama wa sasa hivi, ajijue kuwa kuna kitu gani atakiacha. Atasoma kitabu cha Ibn Uthaymeen, kitabu cha Sheikh al-Allama al-Jalil al-Fawzan hafidhahullah na wengine, sikuwa hatopata elimu, atapata elimu vizuri tu, lakini kwanza ajue kuwa hawa ni sharhu, bimaana kuna asli. Kuelekea katika asli kuna faida yake, na katika sharh kuna faida yake. Kalamu as-salaf, maneno ya wale waliotangulia yalikuwa ni qalil, maneno machache sana, lakini yana maana kubwa kulikweli. Ndio maana maneno yao machache sharhu, yani usulu as-sunna Imam Ahmadi, leo kama mtu atasherehesha atazungumza mpaka atachoka, mambo mengi atayazungumza. Kwa nini? Kwa hiyo ile tu kujidhatiti katika ilmu ambayo ndo asili walioisimulia wenyewe salafu na salih, basi Allah hukutilia baraka. Ile kwamba tuwe wasomesha sunna zile zilizokusanywa katika wakati wa karne 3 bora, au muwatta ya Imam Maliki, musnad ya Imam Ahmad ibn Hanbali, au musannaf ya Ibn Abi Bakari, musannaf ya Abu Bakr ibn Abi Shayba, au musannaf ya Abdul Razzaq, au utakaposomesha labda tujalie vitabu mbalimbali kama hivi musnad ya fulani au musnad ya fulani, hivi vitabu vyenyewe tu Allah hukutilia baraka. Na utajua kwa sababu nafsi yako itakuwa tofauti kama utakuwa na waelewa wale unaowasoma. Kwa hiyo sisi tunatoa mwongozo huu kwa sababu huyu ambaye tunamsoma si mtu wa kawaida. Yani kama unavyomuona Ishaq, kama unavyomuona Ahmad, kama unavyomuona Abu Bakar ibn Abi Shayba, huyu ni mwanazuoni ambaye ndio mwalimu wake Bukhari. Yani huyu ana ilmu kubwa kupitiliza. Kwa hiyo lazima tutoe mwongozo ambao unaendana na hadhi yake. Huyu ni namba 10. Namba 10 tumeshaelezea, na leo tumeongeza kitu kuwa hawa namba 10 na kujia chini huku wao walichukua nafasi kama ni sharhu ya wale waliowapita, bi maana walikuwa wakisherehesha elimu zao. Haiwezekani Ishaqa hata siku moja kusimulia hadithi
kwa isnadi bila ya kumtaja mtu wa juu. Kwa hiyo maana yeye katengenezwa na wale watu wa juu, kwa hiyo yeye ni sharhi. Lakini vile vile tufahamu kuwa ilimlazimu kukusanya kitu kingi katika elimu, awazunguruke wale wa juu na ufahamu wao na riwaya zao, ndio yeye awe alimu. Kwa hiyo kila mtu akija chini ndo ana kazi kubwa zaidi, kwa sababu analazimika kujua kitu kingi zaidi. Ndio tulipotaja kina Isaqa wana maelfu ya riwaya, kina Amash wana mamia tu, na kina Ibn Shihab Zuhri wana mamia tu ya riwaya, lakini wale kina Ibn Shihab nafasi zao ziko juu. Kwa nini? Kwa sababu wao waliwatangulia hawa, na hawa wana maelfu, lakini huwezi kumtanguliza Imam Ahmad mbele ya Muhammad ibn Shihab Zuhri, huwezi kumtanguliza. Al-Iqama alipokuwa kiishi na Naisabur wakina Imam Muslim huko. Al-Milad bila shaka tarehe ya kuzaliwa ni mwaka 161, bimaana muda mfupi sana baada ya kumalizika wakati wa matabi'in, na inasemekana mwaka 166 na inasemekana mwaka 167 Hijiria, na alifariki mwaka 237 au 238. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo alizaliwa wakati wa atba'u at-tabi'in mwanzoni kabisa, na alifariki wakati wa atba'u at-tabi'in mwanzoni kabisa. Makani al-milad, kwani huyo alizaliwa pia hapa fahamiki. Makani al-wafat alipofariki ni Naisabur. Ibn Hajar qala fi taqrib at-tahdhib, Ibn Hajar asema katika taqrib at-tahdhib thiqa, kwanza yeye ni thiqa, bimaana huyu alikuwa ni katika mathiqa, lakini vile vile qarinu Ahmad ibn Hanbali, ni mtu ambaye alikuwa yuko katika wakati wa Imam Ahmad, ila tu Isaqa mdogo kuliko Imam Ahmad. Isaqa ni mdogo kuliko Imam Ahmad. Ahmad ni mkubwa, Ahmad mkubwa mpaka katika upande wa hadhi na nafasi. Ahmad mkubwa, Ahmad ndo kilele cha wale waliokuwa katika wakati wake. Allah alimpa qabul. Dhakara Abu Daud annahu taghayyara qabla mautihi biyasirin. Abu Daud amesema kuwa Isaqa alichanganyikiwa kabla kufariki kwake kwa muda mfupi tu. Allah alimpa hiyo hali, alichanganyikiwa, lakini haikumwathiri chochote hii, kwa sababu ilikuwa ni muda mfupi tu karibu atafariki. Haya, baada ya utangulizi muhimu ambao tutaujengea kwa wengine katika wanaozuoni wakubwa ambao tutawasoma, sasa tunaingia katika makala. Kwanza tusome kuhusiana na huyu mwanazuoni wetu. Mimi bila shaka wallahi nampenda huyu Ishaq ibn Rahawayhi, au wengine wanasema Ishaq ibn Rahoya. Toka naanza ile kusoma kitambo kweli kweli, wanake muda mrefu. Sijaanza kusoma zamani, lakini huwa wakati nilianza kusoma, naanza kusomesha musalahu alhadithi, nikawa namsikia Sheikh wetu Ahmad mwingine wa Zanzibar huyo, vile vile na Sheikh mwingine anaitwa Ahmad bin Juma, ambaye ndio mwalimu wangu wa elimu ya musalahu alhadithi, usul tafsir, elimu ya sarf. Kwa kendo nimesoma sarf pamoja na usulu alfiqh. Hizo elimu za usuli zote nimesoma kwake, pamoja na nahwu, matn al-ajrumia, kuhifadhi kwa i'rabu kwake nimesoma. Na ni mlezi, kwa sababu ni mlezi. Kajitahidi, Allah amlipe khairi na muandikie malipo katika jitihada aliyoifanya. Mimi mpaka sasa hivi nasoma sarfu bila shaka nimesoma kwake. Kwa hiyo kajitahidi, na hata elimu ya musalah alhadith nimeipenda katika darasa zake, na usul al-fiqh nimeanza kuijua kwake, bali asalimu za kusomesha vile vile kufasiri katika ibara na mambo mbalimbali nimeyafahamu kwake. Allah amlipe khairi katika walimu wangu wa lugha na usul. Sasa huyu Sheikh Ahmad alikuwa anapenda sana, ndio nilisikia kutoka kwake. Nakumbuka Ishaq ibn Rahoya kwa mara ya kwanza nilimsikia yeye. Kwa hiyo toka kipindi hicho, kwa jinsi Sheikh alivyokuwa akimzungumza, basi tena ndo nikamkuta tena kwa Sheikh mwingine Ahmad an-Najashi Sudani kwa mara nyingine. Kwa hiyo kuna sababu sisi tunawapenda hawa ahlul ilmi na wanazidiana, fulani utampenda zaidi kuliko fulani. Hayo ni mambo ambayo Allah tabaraka wa taala kaandika. Kwa hiyo sisi huyu tunampenda sana. Mimi nampenda sana kama ninavyopenda Imam Ahmad.
هو الإمام الكبير من وزن الكوبة شيخ المشرقي هو شيخ المشرق سيد الحفاظ ambaye ni sayyidu al-huffaz ni bwana bimaana ni wale ambao wana hadhi kubwa katika hivi Abu Yaqub anaitwa Abu Yaqub. Mukaddima wetu umechukua takriban nusu saa, kwa hiyo tumebakisha nusu saa ya kuingia katika somo letu. Jina lake anaitwa nani? Huwa Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlid ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghalib ibn Warithi. tusome kitaratibu. Huwa Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlid ابن إبراهيم بن عبد الله بن مطر بن عبيد الله بن غالب بن وارث بن عبيد الله بن عطية بن مرة بن كعب بن همام بن أسد بن مرة بن عمرو بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم التميمي ثم الحنظلي المروزي نزيل نيسابور. نزيل نيسابور بمعنى sio mtu wa asli huko Naisabur, lakini Naisabur ni mahala alikwenda tu akaishi. قلت مولده في سنة 61 و100. الذهبي asema mimi ninachokisema baada ya kuangalia kauli za wanawafiuoni au wanawazuoni kuwa huyo asakadhaliwa mwaka 61 و100 bimaana mwaka 161. وسمع من ابن المبارك فما أقدم على الرواية عنه لكونه كان مبتدئا. tumeona vizuri alisikia kwa Ibn Mubarak, lakini ndo kwanza alikuwa anaanza kusoma. Lam yutqin al-akhdha anhu, hakusimulia sana kwa Ibn Mubarak wala hakuwa akizielewa riwaya zake vizuri, kwa sababu alimpata Ibn Mubarak, yani Isaqa ndo kwanza anaanza kusoma, basi ndo alimpata Ibn al-Mubarak. Alikuwa hajaelewa vizuri, hawezi vizuri kuhifadhi na mambo mengine, kwa hiyo lam yutqin al-akhdha anhu, hana itqan katika riwaya ambazo kazichukua kutoka kwa Ibn al-Mubarak. Tukisema lam yutqin maana yake ni nini? Rudi mpaka kule tulipoelezea sifa za wanafunzi. Tulisema wako tabaka ngapi? Tulisema wako tabaka 4. Wale waliokaa na mwalimu muda mrefu wakajua hadithi zake, waliokaa naye muda mfupi wakazijua, na waliokaa naye muda mrefu hawazijui, waliokaa naye muda mfupi hawazijui. Hii ndio ikhtisari ya tabaka 4 muhimu ambazo lazima ziwepo kwa kila mwalimu na kila mwanafunzi. Kwa hiyo sasa huyu yani Ishaq ni katika wale ambao waliishi muda mfupi, hawakuelewa vizuri riwaya. Waqad irtahla fi sanati 84 و100. Mwanzo wa rihla zake ilikuwa ni mwaka 40, anasema sanata 40 و80 و100 bimaana 184. kwa hiyo hapo ukichukua bimaana 184 halafu utoe sawa, utoe ule wakati ambao bila shaka Isaqa ndo alizaliwa, utapata wakati huu anaanza kutafuta elimu. Yeye alikuwa ana umri gani? Naweza kupata hapo kaelewa yeye alikuwa wakati huo sasa ana umri gani. Kwesi walaqiya al-kibar, alikutana na wanawazuoni wakubwa. Laqiya al-kibar bimaana shunu, alikutana na ahlul ilmi, wakubwa. Na ukiambua kibar maana yake ni nini? Ukiambua kibar, angalia yeye si tabaka yake ya mwanzo katika tabaka za atba'u tabi'ina namba 10. kwa hiyo kiambua walaqiya al-kibar bimaana alikutana na wale watu wa tabaka namba 7 ndio kibar. Tabaka kina Imamu Malik bimaana alikutana nayo, katika wale aliokutana nao kibar bimaana tabaka kina Imamu Malik, kwa sababu ambaye ni tabaka namba 1 atba'u tabi'ina, ukisikia laqiya al-kibar maana yake hakuruka kukutana
tabiina, bali kakutana na wale atba'u at-tabiina waliokuwa ni wakubwa, na yeye ni katika atba'u at-tabiina mkubwa. Ndio maana laqil kibar, bi maana wakati walikutana na wale watu wazima, wakataban khalqin min atba'i at-tabi'in. Ona hapo na kaandika kwa wengi katika atba'u at-tabi'in, wasamia al-Fadl ibn Musa as-Sinaniya wal-Fudayl ibn Iyad ومعمر بن سليمان، لا ومعتمر بن سليمان، سيو معمر، ومعتمر بن سليمان، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمية، وعبد العزيز بن محمد الدراوردية، وأبا خالد الأحمر، وجرير بن عبد الحميد، وسفيان بن عيينة، وعيسى بن يونس، وأبا ثميلة يحيى بن واضح، وعتاب بن بشير الجزرية، وأبا معاوية الضرير، ومرحوم بن عبد العزيز، وعبد الله بن وهب، ومخلد بن يزيد، وحاتم بن إسماعيل، وعمر بن هارون البلخي، ومحمد بن جعفر غندرا، والوليد بن مسلم، وإسماعيل بن علية، ووكيع بن الجراح، وبقية بن الوليد، وحفص بن غياث، وعبد الله بن إدريس، والوليد بن مسلم، وشعيب بن إسحاق، وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي، والنضر بن الشميل، ومحمد بن فضيل، ويزيد بن هارون، وأسباط بن محمد، وعبد الوهاب الثقفي، ويحيى بن سعيد القطان، وأبا بكر بن عياش، وعبيدة بن حميد، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق، وأمما سواهم بخراسان والعراق والحجاز واليمن والشام. Na alisikia kwa watu mbalimbali kutoka katika miji tofauti tofauti, Iraq, huko Hijaz, huko Khurasan, pamoja na Yaman, pamoja na Sham. Maana yake huyu ni mtu wa rihla, alitembea akenda kule akarudi huku akenda huku, anatafuta elimu katika maeneo mbalimbali. Hadatha anhu Baqiyatu ibn al-Walid, katika wale ambao wamesimulia riwaya, bimaana wanafunzi hawa Baqiyatu ibn al-Walid wa Yahya ibn Adam, wa huma min shuyukhihi. Baqiyatu pamoja na Yahya ni katika mashekhe zake. Ukisikia hivi mara nyingi anakuwa Baqiyatu na Yahya wao tabaka yao ni juu kuliko Ishaq. Wa Ahmad ibn Hanbal vile vile kasimulia kutoka kwa Ishaq wa Yahya ibn Ma'in, wa huma min aqranihi, na hao walikuwa ni katika aqrani wake ambao alikuwa nao yeye wa Ishaq ibn Mansur wa Muhammad ibn Yahya. Ukiambiwa aqran maana yake ni nini? Aqran bimaana Yahya ibn Ma'in na Ahmad ibn Hanbali na Ishaq ibn Rahoya au Ishaq ibn Rahawayhi walishirikiana kuchukua ilmu kwa mashekhi kwa pamoja. Bimaana kuna mashekhi walishiriki kwa pamoja kuchukua ilmu kutoka kwao, ndo aqran. Aqran ni wale wanaoshirikiana kuchukua ilmu kutoka kwa mashekhi wakafanana katika umri. Tumeelewana vizuri? Hawa ndo wanaitwa aqran. Tumeelewana vizuri? Kuisi. Wa Ishaq ibn Mansur wa Muhammad ibn Yahya wa Muhammad ibn Ismail al-Bukhari wa Muslim ibn al-Hajjaj في صحيحيهما katika sahihi zao, wa Abu Dawud an-Nasa'i fi sunanihima, wa Muhammad ibn Isa as-Sulami fi jami'ihi, wa Ahmad ibn Salamah wa Ibrahim ibn Abi Talib wa Musa ibn Harun wa Muhammad ibn Nasr al-Marwazi wa Daud ibn Ali al-Dhahiri. Tunamkumbuka huyu, tulimsoma kwenye tarjama ya Maliki tulipokuwa tukielezea habari za maulama na mafuqaha. Tulimtaja Daud ibn Ali, hapa sasa kaekwa nisba al-Dhahiri. Kwesi unakumbuka Adhabi iliposema kuna madhhab 5 zimebakia, madhhab moja huyu ndo muasisi wake. Wa Abdullah ibn Muhammad ibn Shirawayhi wa waladuhu Muhammad ibn Ishaq, ambaye ni mtoto Ishaq ibn Rahoya, wa Ja'far al-Firyabi wa Ishaq ibn Ibrahim al-Bushti
بالشين معجمة، والحسين بن محمد القباني ومحمد بن النضر الجارودي، وأبو العباس الحسن بن سفيان، وأبو العباس السراج خاتمة أصحابه. Abu al-Abbas al-Sarraj ndo mtu wa mwisho aliofahamika katika wale ambao ni wanafunzi wake. Kwa nini aitwe mtu wa mwisho? Wewe unafahamu nini ukiambiwa hivyo mtu wa mwisho? Kwa nini? Kwa sababu